وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, tukiendelea kwa siku ya tatu katika unwani ya misingi ya masuala ya kimaadili, na jana tulianza kuisoma ile madrasa inaoamini mfumo wa kusafiri unaoitwa madrasatu sairi wa suluk, katika kujijenga kimaadili, na wakatuambia mfumo huu unategemea safari 4. Safari ya kwanza ni ile safari tulionena min alkhalqi ila alkhaliq, kutoka kwa muumbwa kuekelea kwa muumba, kutoka kwa kiumbe kwenda kwa muumba, na nimeisherehe sitarudia. Safari ya pili ni safari waloiita ya kiumbe kwa kiumbe, na hii ndio tulomaliza kuishereheana, kwamba ukishakumaliza kujenga mahusiano yako na Mwenyezi Mungu kupitia mlango wa shukurani unaokuingiza kwenye ibada ya kuingiza kwenye unyenyekevu wa kupeka katika sifa nyingi, kuridhika na kusalima amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukinai, kutokuwa na pupa na tamaa, warudi katika safari ya ziumbe ambayo inaanza na mlango wa unyenyekevu, kupendana, kuliwazana. Na hii safari ya ziumbe kwa ziumbe pia ndani inagawanywa. Kuna mahusiano yako na familia, ikianza wewe na mkeo, mke na mumewe, ikianza wewe na wazazi wako, wazazi na vijana zao, ikija wewe na majirani, ikija wewe na marafiki, ikija mpaka ipanuke mpaka kijamii, mpaka kitaifa, zote zaingia hapa. Safari ya tatu waiita ni safari ya kwenda kwenye nafsi yako. Kwa lugha nyingine ni mahusiano yako na nafsi yako. Hapa ni wewe kwa wewe, kwa sababu kwa mujibu wa nadharia ya Kiqur'ani, na ukizisoma aya nyingi, hususan wale wanaoamini madrasa ya jihadu nafsi, utakuta
mahusiano ya mtu na watu ni matokeo mara nyingi ya mahusiano yake na nafsi yake, na haya mambo nimewahi kuyazungumza katika baadhi ya darasa, na watu wengi hawalitafiti katika nukta hii. Mtu ambaye hajui kujipenda ni ngumu sana kupenda wengine. Mtu ambaye hajajenga mahusiano ya kujisamehe yeye mwenyewe ni ngumu kusamehe watu. Mtu ambaye hajaweza kujithamini yeye mwenyewe ni ngumu kuthamini watu. Na hii pengine mkipata wataalamu walosoma saikolojia, hususa saikolojia ya nafsi ya mwanadamu, si saikolojia ya kijamii na mambo mengine. Pia saikolojia ndani iko na department nyingi. Utakuja kuona mara nyingi wakwambia matatizo ya mahusiano ya mtu alionayo mara nyingi yarudi kwenye matatizo ya mahusiano yake na nafsi yake, na matatizo yake na nafsi yake mara nyingi yazalishwa na maradhi. Maradhi haya wana saikolojia wayaita uqad nafsia. Uqda ni kama kifundo, zifundo za nafsi. Na hizi uqad ama haya maradhi huzawa pengine mtu kutoka akiwa mdogo, na yakakuwa taratibu taratibu bila yeye kujitambua. Yafikapo maradhi haya yakatawali ndani ya nafsi, huja yakadhihiri kwenye zitendo za mtu nde ambazo hazieleweki na si rahisi kumfahamu mtu. Siku moja nimewaambia hapa, na hata nimewahi kuzungumza katika baadhi ya mihadhara Dar es Salaam. Kuna bwana mmoja alikuwa ni mlahidi, mtu wa kukanusha Mungu kwa muda mrefu, kisha akatubia, yani akatoka kwenye fikra zile, akarudi kwenye kuamini Mungu, na akaja na research. Anainukuu maneno haya ni mwanachuoni mmoja wa Kitunis ambaye siku hizi miaka hii, kwa sababu fikra za kilahidi zimezidi sana miaka hii, Sheikh Ahmad Salman, hata kwenye YouTube yuko. Sheikh Ahmad Salmani ni katika wanazuoni wamepoteza muda mkubwa kusoma fikra za kilahidi na kuzijadili na kukabiliana nazo katika madarasa zake na katika mihadhara yake, na hata nafikiri ametunga. Anukuu kiswa hiki, mimi namnukuu Sheikh Ahmad katika baadhi ya mihadhara yake akisema, huyu bwana baada ya kurudi katika fikra ya kuamini Mungu akaamua kufanya research kuhusu mafilosofi wakubwa wenye fikra za kukanusha Mungu, kina Freud, sijui kina nani. Katika na research yake hakufanya research ya fikra zao, amefanya research ya maisha yao na background yao tangu utotoni, tangu ni zitoto. Akatokana natija kwamba hawa watu hawana matatizo ya kifalsafa, bali matatizo yao ya kifalsafa ni matokeo ya matatizo yao ya kisaikolojia walioyaishi utotoni. Ndio akaja na ile fikra hususa kwa baba, sisi mababa. Mama ana dori kubwa katika kuyea, lakini katika kuhudumu. Lakini namna atakavyokuwa mama,
mbee ya mato ya kijana, baba ndio hubaki kudwa, kielelezo, ruwaza. Mtoto namna atakavyokuwa yuamwangalia babake ndio hero. Huyu jamaa asema mtoto akianza kukulia katika fikra za dini, huwa katika umri wake ule kuna mambo fulani ana shida sana kuyafahamu. Moja ni kama fikra ya mauti. Mfano, sasa hivi kumekufa mtu nyumbani, mataka kumfahamisha mtoto wa miaka 3, 4, 5 kwamba fulani amekufa. Huwa kuna kazi sana yeye kutasawar kitu huitwa nini mauti na amekwenda wapi. Hiyo sio mada yetu. Kitu cha pili, kumfahamu Mungu. Wakati unapomwambia kuna Mungu, ufahamu wake pale ni mgumu sana kufahamu kama tunavyofahamu sisi Mungu ni nani. Sasa yeye huwa akiuliza Mungu ni nani, majibu tunaomjibu ukiyataamali yote yaipeka tasawuri yake kwa babake. Tumwambia Mungu ndio aletuleta hapa duniani, yeye tasawuri yake alomleta duniani ni nani? Babake. Mungu ndiye anaitulisha, yeye tasawuri yake pale nyumbani aitao chakula ni nani? Ni baba. Mungu ndiye anaitulinda, yeye tasawuri yake, himaya yake na amani yake iko kwa nani? Kwa baba. Sasa kila unapomtajia zile sifa za kutaka kumuonesha Mungu, yeye exactly huziona ni sifa ziko kwa nani? Kwa babake. Wanaonena haya ni wataalamu, si mimi jamani. Sasa asema panapotokea tashwishi au irtibaki fulani katika mahusiano yake na babake, tashwishi ile akikuwa ita reflect na mahusiano yake na Mungu. Mumenielewa jamani? Katika umri ule ambao wewe umemfahamisha Mungu ndiye anayekulisha, Mungu ndiye alokuleta, yeye ashaiona haneni ni babake Mungu, yeye humuona Mungu ni kama babake. Sasa akipata mapenzi kwa baba, akipata muongozo mwema kwa baba, akaona kielelezo chema kwa baba, basi na upande wa pili mahusiano yake na Mungu huzidi kuwa mazuri, hureflect kule. Kukitokea tashwishi yoyote katika mahusiano yake na baba, basi ya reflect kwenye mahusiano yake na nini? Na Mungu. Huyu akafika kwenye natija kwamba ametaja haswa baadhi ya walokwenda kulahidi kwamba wengine walikuwa mpaka wanazita na wazee wao. Akaingia ndani ya bongo na saikolojia ya ule mwanafilosofi. Muona huyu ana tatizo. Na ndio nataka kuambia hii mijadala mingi inayoendelea, mara nyingi sababu zake ni za kisaikolojia kabla ya kuwa sababu za kinini, za kifalsafa. Tawapa mfano muhimu. Leo kuna vijana watukia dini, waitukia dini, hawaneni mimi natukia dini, lakini mara nyingine wanafanya zitendo, aweza kufanya maasi mbalimbali wazi wazi, na ukimdaria atukana mashekhe, atukana wenye dini. Ukimfuata, ukimchunguza, pengine katika udogo wake kuna mahala mahusiano yake na shekhe yalikuwa mabaya. Sijui mmenielewa jamani? Kuna mahala alidhulumika. Alidhulumika kwa nani? Kwa mtu ambaye alikimuona yeye ndiyo example ya nini? Ya dini. Kudhulumika si lazima kufanywa mambo maovu, hata kama alimpiga vibaya mpaka ule mtoto akahisi kwamba haya si masala ya adabu tena, haya ni masala ya kudhulumiana.
huenda akajenga itikadi katika nafsi yake ya kumtukia yule, na wakati akimtukia yule atukia nguvu iliyomweka kwenye mamlaka ile. Kwa nini huyu ustadhi anaheshimika? Kwa nini huyu shekhe atambulika mpaka akapata satwa ya kunionea mimi? Ni dini ndio imemweka hapa. Pawa hii alionayo amepewa na nani? Na dini. Kwa hivyo akaitukia dini. Na mara nyingine wale katika kuwatibu haitoshi amri bil maarufi wa nahi anil munkar, yataka counseling kama mtumiaji drugs. Ataka counseling haswa, atolewe ile ukda, kile kifundo kilioko ndani ya nafsi yake. Nafikiri mifano umeielewa. Sasa narudi kwenye mada yangu, katika somo la akhlaqi ambalo sehemu watu hawaitilii muhimu sana. Mimi maoni yangu naona ndio chanzo, maoni yangu, hata kuliko mahusiano yako na wenzako. So mimi naamini mahusiano yako na wenzako ni matokeo ya mahusiano yako na nafsi yake. Anaoishi akiwa ameridhika na nafsi yake ataridhika na kila mtu, hawezi kuwa hasidi ya mtu. Anaishi ameridhika na alichonacho na uko comfortable, yeye mtidhiki, wewe una majumba mangapi, wewe una magari mangapi, sababu yeye uko comfortable na nafsi yake, uko na ile aridha na nafsi yake, hana tashwishi, hawezi kuwa na matatizo na watu wengine, wala yeye hajali alopata aloongezwa, haimchekilini. Lakini mtu anaoishi akiwa na tatizo na nafsi yake, basi ni matimbuko ya tabia mbovu nyingi sana katika mahusiano yake na wenzake. Hata kibri, asili ya kibri, wataalamu wa akhlaq, yaanza na mtu kujidharau, yeye hajiamini. Ingawa huku nyuma muona yeye adharau watu, asili ya hakika ni yeye mwenyewe haioni kwamba ni mtu, na huona watu humuona yeye si mtu, ili awathibitishie watu kwamba yeye ni mtu, ndo hufanya zituko zile. Sijui umenifahamu? Mathalan, wewe una elimu, unashaka kwamba wewe mwenyewe umejiamini na elimu. Ikiwa wewe wajiamini una elimu, huna haja saa zote kutangaza kwamba mimi nina elimu. Kuna watu kidogo wakiketi, wajua mimi nimesoma, wajua mimi nina degree, wajua mimi nimefanya master. Ukiona mazungumzo hayo, ni maana yeye mwenyewe pia hayaamini kama amesoma. Bismillahi yake ni kuambia watu mimi nimesoma, mpaka umechoka kusikia. Ukamankua kwa ina lake ya usiku halali. Kaja tu siku moja kumwambia idarusi, kwa nini yule hakuna kuwa ustadhi? Kwa nini yule hakuna kuwa shekhe? Ni kwamba hawanitambui kwamba mimi shekhe? Ni kwamba yua hapo kuna tatizo. Kwani ukiankuliwa idarusi kuna tatizo gani? Ikiwa mtume kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Muhammadun Rasulullah, Musa, kuna shida gani? Ukiona tayari wewe paka uankuliwe doktor, profesa, sijui al-allama, wewe mwenyewe ukaona mahala mtu amesimama amekutaya kama kawaida, wewe umeondoka pale huna raha, nenda katafute daktari akutibu. Nenda katafute daktari akutibu. Umeona umeingia mahala watu tele, wewe umezoea kila ukiingia watu ufanya nini? Watu wote usimama, ustadhi imekuya. Ukiona siku pengine watu walikuwa busy, pengine darasa kali kama sasa watu usikiza, wameona mtu hataki kutia akilini wewe, atapoteza mada yake. Ukiona kumepigwa skuti, ikawa wewe siku umetoka huna raha. Hiyo jamaa hakuna alonuinukia hiyo. Meatwa mmeketi kule nyuma, hakuna hata mwale anambia ndo wewe una tatizo na nafsi yako. Haraka katafute daktari. Nafikiri umenielewa.
usiwanyime watu haki ya kukuheshimu, nisifahamike makosa. Usiwanyime watu haki ya kukuheshimu, lakini usitegemee thamani ya nafsi yako kwa kupitia kuheshimiwa. Thamani ya nafsi yako waijenga mwenyewe. Na we mwenyewe ukisha kujiamini kwamba mimi niko sawa sheikh. Umepishana na mtu, amekupigia salamu, hakukupigia salamu, la ibadilishi kitu sheikh, mpigie wewe mambo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sifa alizokuwa nazo tumesoma kwenye Barzanji, sio? Wakana yabda'u bisalam, mpaka sijana watoto ilikuwa kuna watu wakishindana naye ili wapambane na mtume asiwapigie salamu yeye mbele, kila wakijaribu huwashinda. Kuna watu kama huwapigii wewe salamu ni tatizo. Sasa hapa yote narudi kwenye hii fikra jamanini, kwenye msingi wa tatu, msingi wa mahusiano yako na nafsi yako. Katika msingi huu ndipo tunapokuja na hii kitu kinachoitwa tazkiyatun nafs, kuisafisha nafsi yako. Hakuna mtu mwingine atakuya, ni wewe na nafsi yako. Keti, na hapa ndipo panapotakikana misamiati mingi tutaisoma sisi. Muhasaba, kujihasibu. Hadithi aliyopokewa Amirul Mu'minin alayhi salam akinena, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla hamujaenda kuhisabiwa. Baadhi ya hadithi yasema yataka kila siku kabla ya kulala usiku utenge dakika, hata kama ni 10, ujiulize hata kama ni maswala matatu tu. Wewe mwenyewe zungumza na nafsi yako, nina upungufu gani? Na nitarakibisha vipi? Tazkiyatun nafs. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia kad aflaha man zakkaha wa nafsin wama sawaha. Ndio utapata al-Imamu al-Ghazali, ingawa baadhi ya wanazuoni wapinga mifumo hii, lakini utapata watu kama kina Imamu Ghazali, watu kama kina Imamu Ghazali ni mwanachuoni wa Kisuni. Kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia aitwa Al-Kashani. Imamu Ghazali ametunga kitabu kiamkuwa Ihya'u Ulumi Din, kitabu maarufu hiki katika tasawuf. Al-Kashani katika wanazuoni wa Kishia ametunga kitabu kusherehe Ihya'u Ulumi Din, hukiita Al-Mahajjatul Bayda fi Sharh al-Ihya'. Kitabu cha Imam Ghazali huitwaje? Ihya, sio Ulumuddin. Huyo ameandika Al-Mahajjatul Bayda fi Sharh al-Ihya, katika kitabu muhimu katika mambo ya kiakhlaq, kitabu cha Imam Ghazali. Ndio baadhi ya wanazuoni wakubwa, moja katika tazkiyatun nafs, hususan wanapofika kwenye umaarufu mkubwa, umaarufu kwa kiasi wewe lao utatembea barabarani, barabara zote zitastop, yani fulani upita. Walikuwa wakisema ni muhimu ufanye uzla. Uzla ni nini? Moja katika maana ya uzla, utoke wende kwenye sehemu hakuna kuyuwao, miaka 2 3. Katika ile miaka 2 3 unapokwenda, toba leo pia ntabu, leo hii mitandao nayo imekuwa matatizo. Unajua zamani wao walikuwa kusikia tu kuna mwanachuoni fulani, kuna mwanachuoni fulani, na ukipishana naye humuyui ni huyu, sio? Hakuna picha yako, hakuna video yako, yeye waweza kuwa yulikana kila mahali. Ukienda katika sehemu uishi maisha ya kawaida, utembee ndiani, ili uande kuzoea watu kukupita kama mtu wa kawaida. Ili uzoee
ukiingia kwenye sehemu hakuna kuinukiao, ili uzowee ukienda barazani hakuna kupishao nafasi wahakadha uende. Moja ni katika tarwidhu nafs, kuizowezesha nafsi ule, kuondosha ule umaarufu ambao mara nyingi unajenga kunenepa ndani ya nafsi. Kunenepa kule kuna kuweka kwenye masala ya kibri, na kibri ndio chanzo cha maasiya. Tabia mbili fanya bidii sana bwana usiwe nazo, nyingine kwa utateleza afadhali. Tabia mbili, alkibru walhasad, kwa sababu ndiyo maasiya ya kwanza aloasiwa Mwenyezi Mungu na Ibilisi, na ilomwangusha Ibilisi kutoka kule alokuwekwa akiitwa Abu Sijda, aloshinda malaika, alokuwa mbora kushinda malaika, ikamwangusha mpaka akawa ni katika sharru nas ash-shaytani rajim. Kila tukisoma twailinda naye ni nini? Hizi tu ziwili tu. Kitu cha kwanza, mimi Adamu bana, mina Adamu mapi na mapi bana. Chunga sana na tabia, kwa sababu yoyote utakayokuijenga kwenye nafsi yako hatari sana. Kuna kibrun dhahir, kuna kibri cha wazi, kuna na kibrun khafi, kuna na kiburi cha kuisita, mara nyingi kikakuonesha wewe mwema. Kama pale unapoona wewe huswali, hufunga, wewe huhitimisha mathalan khitma 50 kwa Ramadhani, wewe hutoa sadaka, ikakupekea kumuona mtu muhuni, mvuta bangi, haswali, hafanyi chochote, ukaweza kuhisi kwamba mimi ni bora kuliko yeye, ni katika aina ya kibri. Hata kama umetegemea kwamba wewe wafanya ibada, basi unapojiweka tu kwenye mamlaka ukanena ule muhuni, ule haswali, kwa hivyo mimi ni bora kuliko yeye kwa vile mimi uswali, chunga babangu. Chembe za kibiri zishafanya nini? Zishaanda, kwa sababu ulipo huna dhamana ya kuendelea napo, na alipo yeye hakuna uhakika atabaki pale. Maweza mkabadilishana nafasi siku yoyote, yeye akawa pako na wewe ukawa pake, na kiumbe haishi kuumbwa. Sidharau kabisa. Waweza kuona mtu ni muhuni ni nini, kesho akatubia na akaonekana kwa Mwenyezi Mungu uko karibu zaidi. Na kuna watu walikuwa wema, mwisho wa maisha yao mfanya nini? Waovu. Sijitegemee kwa zitu kama hizi. Kwa hivyo usikubali. Wewe una elimu, wewe una elimu, Mwenyezi Mungu amekupa, ni neema. Amekuya mtu hayui hata kusoma bismillah, ataka kukuuliza mathalan, pengine hata namna ya kunena kuuliza hayo mambo ya dini hayui, ukambadilisha ukamfanya kitekesho. Ni katika aina ya kibri. Kuna hadithi ya nena Bilali kulingana kwamba alikuwa si Mwarabu, na wajua hizi lugha zina tofauti. Kuna lugha, watu wa lugha nyingine ukiwatia kwenye lugha kuna harufu hawawezi kuzitamka, ni ngumu sana mpaka ang'ang'ane sana, sio? Sasa Bilali alikuwa anatabu sana kuitamka shini kwake ina tabu, mpaka alipokuwa akiadhini ile ashhadu an la ilaha illa Allah na ashhadu anna Muhammada Rasulullah, ilikuwa haitoki uzuri, ilikitoka kama sini ya matete hivi. Baadhi ya mabwanyenye wakaiona ndio aibu, maana alikuwa haliwapendezi kumuona Bilali kwenye ile nafasi. Wakenda wakamshtakia Mtumi kama kuambia huyu afai, atakaondoshwe bwana. Maana hata matamshi yake katika kuadhini hayako sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sini ya Bilali kwa Mungu ni shini. Sijui mmenielewa jamani? Katika jawabu alowajibu Mtume aliwaambia, sini
ya Bilali kwa Mungu nini? Ni shini. Innamal a'malu, Bilali hafaiti kuitoa hiyo shini, haitoki. Mungu aiua, yeye aitaka shini. Tupo jamanini sana. Kwa hivyo ukimuona mtu amekuya huyanena maneno hayui kuyanena uzuri, lakini mwenyewe ana hamu ataka kuyua, usimwangushe mbele za watu. Mando enda kasome uzuri na nenda kusoma aya kisha uye uniulize. Si mara nyingine kuna majibu haya. Mtu aweza kuja hapo stata kukuuliza, gani kuna hii aya akaisoma makosa. Mwambie tu nimeshaifahamu hiyo aya, lakini hii aya usoma hivi na jibu lako ni hili. Bas, msahihishe. Sikwambia usimsahihishe kwa sababu Qur'ani lazima uisahihishe, lakini msahihishe ukitunga heshima ya ubinadamu wake. Sio uende kumwambia wewe mando ndakasome kisha uye uniulize. Hizo ni katika aina za kibri. Turudi kwenye mada. Kwa hivyo pana kazi kubwa, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Na ndio utakuta katika baadhi ya maimamu wasema rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi, Mungu amrahamu mja ambaye atanivuta kando aniletee zawadi. Zawadi gani? Aibu zangu. Kubali, na hii ndio maana adinu nasiha, kubali nasaha, lakini si kuwazirishana. Mtu alokuya akakuvuta kando akakwambia bwana, kama rafiki yangu wewe una matatizo haya, mshukuru, kwa sababu pengine wewe umejiangalia hujioni, yeye amekuona, na alipokuona hakukutangazia, hakukukejeli, alikufuata tu akakwambia bwana, wewe una aibu hii, irakibishe. Ndio nafikiri ni Imam Sadiq ni nani anasema, Mungu amrahamu mja atakayekuniletea zawadi aibu zangu. Hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasemaje? Almu'minu mir'atul mu'mini, Muislamu ama muumini ni kioo cha muumini mwenzake. Wajua kioo? Kioo ni pale unapokwenda kusimama ukaangalia kasoro zako. Kaangalia nyee zimeketi uzuri, kuna mahala pana kasoro. Mwanamke anaposimama kwenye kioo kuipamba akaangalia zimeketi uzuri, zimeturuzika. Yani ni mahala unapokwenda kuangalia wapi pana kasoro, ufanye nini? Uparakibishe. Kwa hivyo kila Muislamu ataka awe kioo kwa Muislamu mwendani wake, ili tuweze kurakibishana, na tukiweza kurakibishana tutafaulu sote. Juu ya msingi hakuna kiumbe kamili isipokuwa wale wachache aliowataua Mungu akawasafisha. Mimi na wewe kila mmoja kwa lake, ni tabia ya mwanadamu. Hata kama si upungufu wa kuweza kuwa mtu hazini, hajepi, havuti bangi, hani tembo, haijaisha, mapungufu mingi. Si mandia kile kisa kimwani watolee mteke katiti tufurahishe darasa. Jamaa hukitunga kisa, wanaona kuna mashehe watatu marafiki sana walikutana faragha. Ule mwaka nena jamaa, hakuna mtu wa zaidi hapa, akasema hakuna zambi. Sisi kwa sisi, hala yao kila mtu aeleze aibu yake. Huku nde watu utuona sote ni perfect. Ala sisi kwa sisi hapa sasa, wote mashehe, kila mmoja ala ajaribu kueleza ana upungufu gani. Na hii habari hazitotoka hapa, kwa sababu ni sisi kwa sisi. Sawa, akaanda wakaanda akasema mimi alhamdulillah, mimi masala ya swala sijui nini zote alhamdulillah, mimi mahala ambapo Mungu amenionda ni senti, siwezi kuona senti za halali za haramu, tabeba tu bas, weakness yangu iko hapo. Lakini mengine yote niko safi. Akaja namba 2. Namba 2 akasema mimi wallahi pia hata senti sina tatizo, mimi naweza kuniwekea senti mbele yangu na nini au tazipita hata kama habari sina, mimi shida yangu wanawake.
hakinipiti, sitaki kujua. Basi, lakini kwengine kote niko sawa. Mamaliza watatu kanena, mimi alhamdulillah yote sina. Mimi shida yangu siwezi kusikia neno nisiende kutangaza. Ya wapa maguu nitatemeka, nitaka kumalizika hichi kikao nende kanene haya ndio yasikia. Sema mimi mambo ya kujepa sina, senti sina wanawake, sina bangi, chochote, lakini siwezi kusikia jambo nisiende kulitangaza wallahi. Sawa jamanini? Kwa hivyo aibu kila mtu una zake na za tofautiana. Safari ya mwisho utatosheka. Nafikiri tumeelewa sasa mahusiano yetu na nafsi yetu na vipi yana athari. Safari ya mwisho ni mahusiano yetu ama safari yetu ziumbe na maumbile. Safari ya kwanza ni wewe na Muumba. Sawa? Safari ya pili ni wewe na kiumbe mwendani wako mwanadamu kama wewe. Safari ya tatu ni wewe na nini? Na nafsi yako. Sasa safari ya nne ni wewe na nature. Nature na maanisha nini? Miti, bahari, majabali, wanyama, ardhi, mbingu. Hii yote mtoe tu mwanadamu, zilizobaki zote zaingia hapa. Mwanadamu ana special mlango wake, mahusiano yako na mwanadamu mwendani wako. Pengine utaniuliza ustadhi, kuna tabia za mimi na miti? Naam, zipo. Kuna tabia za mimi na bahari? Naam, zipo. Kuna tabia za mimi na majiwe na maji? Naam, zipo. Na hii pia ndio nafasi atakaisomeshwe katika Uislamu. Leo ukizungumza mambo ya environment, leo ukizungumza masala ya usafi, wazungumza mahusiano yako na nini? Barabara ziwe safi. Barabara ni binadamu wale. Ile wewe mahusiano yako wewe na barabara ni kiumbe? Si kiumbe. Leo unapozungumza masala ya israf, wewe umekwenda kutawadha. Unapotawadha ni mahusiano yako wewe na mai. Unapokwenda kuoga ni mahusiano yako wewe na nini? Na mai. Unapoambiwa usifanye nini? Israf. Hizo ni akhlaqi za nini? Akhlaqi za mazingira. Leo unapoambiwa wanyama wamesakhirishwa kwa nyinyi, muwatumie kuwapanda wanaopandwa kama ngamia, punda, sio kulimia wale wanaotumiwa kulimia na kula, lakini musifanye ni starehe kuinda. Kwa hivyo kuinda kwa ajili ya starehe ni haramu katika Uislamu. Hukumu kama hizi watu hawazifuati. Starehe ni nini? Ni ile tu leo tumeamua twendao kujaribu shabaha zetu. Kama baadhi ya watu hupanga pati kwenda mwituni kuinda, hawana haja ya nyama ya kula, just for funny. Kuangalia nina uhodari gani katika kupiga bunduki. Ni makosa, kwa sababu ni katika aina ya kuchafua mazingira, ni katika aina ya kuua wanyama bila dharura. Naam, sijasema mimi munifahamu makosa. Mumekwenda mumeshika nyati, toba kuna na sharia za nchi, sitaki munipeke huku shauri zao wenye nchi. Mimi nazungumza Kiislamu. Mumekwenda mumepiga nyati, mumemweta, mumetinda, mumegawanya nyama kijijini, mmekula, kuna mushkili. Kwa kadiri ya haja yenu mumemla. Lakini wewe ndao hujaribu tu risasi zako, mabunduki zako hupata, ama ukizia ujaribu nyuni apitao hupata ama haipati. Aliwao na asoliwa wewe upija. Makosa. Si katika akhlaq za Kiislamu. Na ndio utaona leo
Hii sehemu ya tatu hii. Katika sehemu hizi 4, hii ya mwisho, hii sehemu ya 4, sio hii. Hii ya 4 ya mwisho ndio katika sehemu wasokuwa Waislamu ama tunaowaita wazungu walioipa kipawa mbele. Wao mambo ya mahusiano na Mungu wameiatilia mbali. Zaidi wao wamekuja kuelekeza kwenye maadili yanayojenga, na ndio utakuja wamefika wakati wamempa mnyama haki hata kuliko mwanadamu. Leo ukimwangalia mbwa Ulaya, paka, sijui wanavyolindwa, wanavyotengenezewa sharia, wanavyowekewa haki, hata waweza kuona ni zaidi ya nani? Ya mwanadamu. Lakini ndugu zangu, lau utangia kwenye zitabu, na hii ni mada siwezi leo kueleza, ni mada kamili, yataka pengine siku nyingine tuiwekee mihadhara ya kuzungumza ahkamul hayawanat, mathalan hukumu za hayawani katika Uislamu. Paka hayawani wakati gani unafaa kumuua? Hata hawa nyoka, nge, sijui tungu nini, Uislamu umepanga mahusiano gani baina yetu na wanyama, miti? Wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akituma jeshi, katika nyasia zake za kwanza, la taqta'u shajara. Jeshi lenda kwenye zita kupambana na makafiri, maeneo yao makafiri. Mtume wasia wa kwanza awaambia la taqta'u shajara, musikate miti, musidestroy environment, musiharibu mazingira, kwa sababu mazingira hayana mwenyewe. Mazingira ya watu wote, yaweko kwako yasiweko kwako. Bali leo imethibitika kisayansi, uharibifu wa kimazingira hausababishwi peke yake na matokeo ya maeneo yako. Leo kuna misitu duniani mikubwa imeanza kuharibiwa. Misitu ile yaweza kuwa iko mbali na sisi kwa maelfu ya kilomita, imesababisha uharibifu wa miongo ya mivua na ya joto kwetu kwa uharibifu ule. Leo tumeona juzi hapa, kila siku sitwaona, katika uharibifu mkubwa wa barabara kwetu hausababishwi na mvua inaonyesha huku. Mara nyingi, sisemi mara zote, lakini mara nyingi inapokata barabara hapa, kutoka hapa mpaka Wito na mpaka Garseni, si mvua inaonyesha huku, ni maji yanaoshuka kutoka kwenye maeneo mengine. Kwa hivyo mafuriko ya maeneo yale yasababisha athari ya maeneo yetu. Leo hizo zita zipiganwazo, na kutoka 92 Gulf War ya kwanza, 92 sio ilikuwa wakati wa Saddam, ikaja sijui mpaka kufika Afghanistani, mabomu yanaotumiwa, chemical fulani zinazotumiwa, msione athari zake ziko kule Arabuni tu. Leo ulimwengu mzima kuna pengine madaktari waweza kuja wakatupa ripoti hizi. Leo kuna maradhi fulani yalikuwa maeneo fulani, waweza kuketi mpaka ukafa usisikie maradhi hayo, kuyasoma kwenye zitabu tu. Kwa sababu ule moshi wa lile bomu haubaki kule, hewa yatembea, na sisi tuambiwa dunia yafanya nini? Yatembea. Kwa hivyo athari zile zafika kila mahali. Ndio leo waliyadhu billah, utasikia leo maradhi ya kensa yamezidi, maradhi ya nini. Moja katika athari zake ni nini? Ni hizi zita, zina matatizo makubwa.
zina matatizo mpaka kuathiri kizazi kitakachotoka. Kuna matatizo. Kwa hivyo katika mlango huu wa 4 ni kujenga mahusiano yetu na at-tabia na nature kupitia tabia za kutofanya israfu, za kutofanya tabdhiri, tabia za kutotilifisha neema za Mwenyezi Mungu ovyo, tabia za kuikubali nature alivyoiumba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mfano atuambia, tumalize hizo dakika 2. Mwenyezi Mungu atuambia majabali tumeyafanya ni nini? Rawasiya. Katika baadhi ya aya rawasiya tukifasiriwa madrasa ni nini? Ni nanga. Kile chombo kutulia baharini kimetulia kwa sababu ya nini? Nanga. Ndio hakipekwi huku na kurudishwa huku, hakipotei. Katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu asema autada. Watad ina maana 2 katika lugha ya Kiarabu. Autada ni wingi wa neno watad. Watad ima ni kizingiti cha mlango huitwa watad. Watad pia huitwa kigingi ambacho Waarabu walikisimika kusivilia haima. Umeona ile haima? Haima, lile haima la likipijwa, lile haima ntambara ilikuwa lazima litiliwe nini? Kuna zigingi zile husimikwa katika ardhi zikagongwa, ndio zikaiziwia ile haima. Zile zigingi huitwa nini? Autada. Ndio hiyo watad. Sasa Mwenyezi Mungu aliposema haya majabali tumeyafanya nini? Autada, ni zigingi za kubalansi hii ardhi, watu wasishikilie moto tu kwenda kuivundia tu. Maadamu biashara zenda, mwisho ndio kutakuja kuona hii mitetemeko ambayo isokuwa na mipango ya ardhi. Kuna mengine yamefinika mavolkano. Hizi zote ni zitu zataka tuzisome insha Allahu taala. Ndugu zangu wapendwa, leo nitakuwa nimemaliza kifungu hiki, na insha Allahu taala hizi safari 4 mkiweza kuzidhibiti tutakuja kuzieta kwa tafsili. Sasa ndio tumalize. Sasa naingia kwenye chapter ya kumaliza darasa yangu. Leo ni tarehe 20, sio 21. Tumebakisha siku 7. Hizi siku 7 tutataka sasa tutoe baadhi ya mifano katika kila sehemu hizi 4 ya maadili ya Kiislamu kupitia aya za Qur'ani na hadithi. Inshallah Mwenyezi Mungu atatupa taufiki, na siku hii ya leo ndio siku ambayo alostashhid tarehe 19 usiku alipigwa upanga, aloaga dunia Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam, baada ya kupigwa upanga katika mwezi wa Ramadhani, katika kipindi cha sala ya alfajiri, akiwa katika sijda, na mwenyewe upanga uliposhuka kwenye kitwa alinena fuztu wa rabbil Kaaba, kwa sababu hakuna mauti bora katika hii dunia kama kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa washahidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa husnul khatima na atatukidhia haja zetu na atawapoza wagonjwa wetu na atawaongoza vijana zetu insha Allah Ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.